Naam, mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu tena katika wasaa huu wa kipindi ambacho tunakiita kilichojiri Oktoba 2025, mahsusi kabisa kwa kuzungumza na mashuhuda ambao wameushuhudia uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 28 na 29 visiwani Zanzibar, na kile ambacho alikiona vituoni na katika mchakato mzima wa uchaguzi, na lengo ni kuweka rekodi sawa. Leo tunazungumza na kwa mara nyingine tena na Omar Said Shaban ambaye ni mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, na pia kama ambavyo tulivyozungumza naye kwa kabla, ni mgombea wa uwakilishi jimbo la Pangawe katika uchaguzi uliopita. Omar Saidi, karibu tena kwenye gumzo lako hili. Asante Sheikh Mohamed, nashukuru kwa mara nyingine tena kuungana na wewe kwenye gumzo na kuungana na wanagumzo. Asante sana. Kama ambavyo tumetanguliza kusema kwamba tunazungumza kwenye wasaa tunaoita kilichojiri Oktoba 2025, kupata ushuhuda wa kile ambacho nyinyi ambao mlikuwa mashinani, mliokuwa kwenyewe katika eneo la tukio, mulikiona uso kwa uso kwa macho, mkishuhudia, mkaona kwamba ni kwanza kuna moja mbili tatu. Kwa hivyo sehemu ya mwanzo ya mazungumzo yetu ni kupata ushuhuda huu kutoka kwako kama mgombea. Kipi hasa ulikishuhudia kuanzia 28, 29 na baada ya hapo katika uchaguzi huu ambao umemalizika? Asante sana. Nakushukuru sana kwa mara nyingine tena kwa kunikaribisha kuwa mmoja kati ya mashuhuda kile kilichoitwa uchaguzi wa mwaka 2025 hapa visiwani kwetu Zanzibar, lakini pia kama ambavyo umeeleza, lengo hasa ikiwa kuweka kumbukumbu sawa ili watakaokuja, iwe vizazi vyetu, iwe watakaokuja kuturithi kwenye mapambano haya, wajue kilitokea nini na nini hasa kinachotakiwa kufanyiwa kazi. Lakini la pili, kama ambavyo umesema, mimi kweli nilikuwa mgombea kupitia chama changu cha ACT Wazalendo kwenye jimbo la Pangawe, nafasi ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi. Kwa hiyo nimekuwa field uchaguzi wa mwaka huu tofauti na mwaka 2020. Kwa kama mwanasheria mkuu wa chama nilikuwa napigiwa simu kuambiwa matokeo ya kisheria na kutoa ushauri, lakini mwaka huu nimekuwa field mwenyewe, at least kwenye ngazi ya jimbo langu nimeona yaliyokuwa yanakitendeka. Lakini la jingine ni mimi kwa upande wangu niseme tu kilichotokea tarehe 28 na 29, actually tumekuja kuthibitisha kile ambacho tulishakisikia kabla ya tarehe 28 na 29. Yaani yaliyokuja kutokea ni yale ambayo walau wengine tulishayajua na kuyasikia na kutanabahishwa kwamba yatatokea. Kwa hiyo tarehe 28 29 ilikuwa ni ithibati ya yale ambayo tayari tumeshayasikia, yatanabahishwa. Kiufupi, yaliyotokea ni mengi ambayo kwa ujumla wake ukiyachukua ndiyo sasa yanaufanya huu uchaguzi usiwe na sifa ya kuitwa uchaguzi. Ukiyachukua kwa ujumla wake, sote tunafahamu katika dunia yoyote ile mchakato wa kidemokrasia ambao unawakutanisha watu wengi hauwezi kuwa perfect au hauwezi kuwa sawa 100%. Lazima kutakuwa na dosari moja mbili za hapa na pale, lakini yaliyotokea ni yamezidi kiwango cha kuitwa dosari. Yaliyotokea ni mambo ambayo yalikuwa hasa yamekusudiwa yatokee hivyo, na mimi nitasema baadhi ambayo tutabahatika kusema katika gumzo letu la leo, na mimi ni mgeni mwenyeji kwenye baraza hii ya gumzo. Kwa hiyo muda wowote ukinihitaji kuendelea kuyasema tutaendelea, lakini kwa muktadha wa leo nitaomba niyaseme yale ambayo kwangu mimi ni mazito zaidi. La Naam. kwanza ni hili ambalo limekuwa likisemwa mara nyingi kuhusu kura ya mapema, au kama ambavyo mwenyekiti wetu amekuwa akiita uchafuzi au wizi wa mapema. Kura ya mapema kwangu mimi, jimbo la Pangawe, ilitolewa taarifa na Tume ya Uchaguzi kwamba kutakuwa na kura ya mapema, na kama ilivyo matakwa ya sheria yakaainishwa majina ya watu ambao walikusudiwa kuwa wapiga kura wa mapema, kwa maana tume walichotuambia kwamba hawa wana sifa ya kupiga kura ya mapema. Sasa
katika ngazi yangu mimi ya jimbo langu tuliifanya kazi ya kuchambua jina moja baada ya jingine, na kazi ile tuliifanya kwa kuangalia ile orodha iliyotolewa na tukalinganisha kwenye daftari lililokuwa lishabandikwa wakati huo kwamba hawa wapo kwenye daftari, na kama wapo ni akina nani, tuwajue, ili tujue wanatoka wapi, wanakaa wapi, na kweli tuthibitishe kwamba wanazo sifa hizo. Idadi ya walioletwa kwenye jimbo langu kupiga kura ya mapema walikuwa ni 967 katika jimbo la Pangawe, 967, idadi ambayo katika hali ya kawaida ni idadi kubwa sana katika jimbo ambalo halina kambi ya jeshi, halina kambi ya polisi, na kambi yenyewe iwe ambayo ina accommodate maafisa. Kuwa na watu wanaopiga kura ya mapema kwa sifa ambazo tunazo, maki sana sana ni vikosi vya ulinzi na usalama, maana yake idadi hiyo ni kubwa sana, kwa maana kuwa na idadi hiyo ya watu, lakini tukafanya kazi ya kuhakikisha kwamba tunapitia moja baada ya jingine. Tulichogundua kwanza kwenye nani hilo, kwanza tuligundua, na hii taarifa binafsi kama mgombea niliandikia barua tume ya uchaguzi kuwaambia kwamba kuna majina, tuligundua kuna majina yana vitambulisho. Ukisoma lile jina, na kwa sababu siku hizi tume wana ule mfumo wa kutafuta taarifa kwenye namba maalumu ile, kilipitia jina, ukiliangalia jina hilo na namna lilivyoandikwa kwenye mfumo halifanani, yani ile nambari ya voter ID na ile nambari na inavyosomeka kwenye mfumo haifanani. Tulikuta kesi hizo nakumbuka kama 6 hivi zilikuwepo. Alafu tulikuwa tuna majina ya watu ambao wameandikishwa kwenye daftari, wako kwenye mfumo wa tume, lakini si wapiga kura wa jimbo lile, wako hao. Alafu kulikuwa na majina, hizo kesi nakumbuka zilikuwa kama 4, lakini mbali ya hapo zaidi ni kwamba tulikuwa na majina ya watu waliojirudia, majina moja lakini limeandikwa mara 3 mara 2, wanafika kama 25 hivi. Hao tumewakuta, lakini cha kibaya zaidi au kubwa zaidi ni kwamba tuligundua kuna watu ambao tunaambiwa ni wana sifa ya kupiga kura ya mapema. Maana yake aidha ni watu wa vikosi vya ulinzi na usalama au ni wafanyakazi wa tume, wasiopungua 75 wanakaa kwenye mtaa mmoja. Sasa hili ndio lilitushtua zaidi, na ukiangalia hata namba zao za usajili ni kama vile strategic registrations, kwa maana kwamba watu waliandikishwa massively, namba zinazolingana na wote wanakaa mtaa mmoja. Sasa wanakaa kwa mitaa ya kwetu kule jimboni, kuna eneo linaitwa Kwarara, na hiyo Kwarara kuna kisehemu cha mtaa kwa lugha, wewe mtaalamu sana wa lugha ya Kiswahili, labda unasema kiambo, sio kama ndio itakuwa ndio neno sahihi. Kiambo kimoja kinaitwa garage, kimtaa kidogo tu hivi. Wote hao wanakaa eneo hilo, wanafika 75. Sasa Sheikh Mohamed, wewe Mzanzibari halisi, unaijua mitaa ya kwetu, ni nadra kukuta kwenye mtaa mmoja kuna watu wafikao 75 ambao ni waajiriwa wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye mtaa mmoja, hasa si mtaa kwa maana ya ukubwa wake au shehia, kieneo. Maana kusema kwa Ndundu, basi inajulikana kwa Ndundu ni kipande gani cha mtaa. Hili lilitutia wasiwasi, na hili binafsi nilizungumza na mwenyekiti, nikamwambia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi George Kazi, nilimwandikia barua lakini nikampigia na simu, nikamwambia mwenyekiti, kuna tatizo kubwa kwenye hili kura. Mimi nina hakika idadi hii haiakisi watu 967 kwenye jimbo langu kuwa watu wenye sifa ya kupiga kura ya mapema, na hisi naamini ni idadi kubwa sana, lakini ilatia wasiwasi kwamba unakuwaje na idadi kubwa ya watu ambao wamesajiliwa kwenye kisehemu kimoja. Maana yake hai ni ghost voters. Hawa ni watu walioandikishwa kimkakati tangu awali. Kwa hiyo huu uchaguzi yani hawa waliandikishwa wakijua kwamba vipande vyao vitakuja kutumika siku ya uchaguzi. Mimi nina hakika hawa watu hawapo, na kuthibitisha hilo tuliwaita wafuasi wetu wanaokaa hilo eneo la kwa garage
tukawapa majina ya watu wale na picha zao kama zilivyo kwenye daftari. Sheikh Mohamed, hakuna aliyetafutwa anayejulikana katika watu wao, na Zanzibar tunajuana, ndo Naam. sie mitando ile ile. Haiwezekani katika watu 75 asiwe hata mmoja anayetambulika kwamba huyu ni sahihi. Fulani. Mhm. Kwa hiyo hilo lilitule. Kwa hiyo nasema ni mambo ambayo tuliyaona kabla ya hapo, lakini jengine ilipofika siku ya uchaguzi yenyewe, na nasema kabla ya siku ya uchaguzi wa kura mapema, Okay. tulishaambiwa Kidogo kwamba kwa nini sababu kita. Smailo, kwa sababu umemtaja kwamba ulituma malalamiko hayo kwa barua na kwa maandishi na kwa mazungumzo pia na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi George Kazi. Nataka kujua Sawa kidogo sawa, jibu lake lilikuwa nini baada ya kumwambia haya na kumpa ushahidi huo. asante. Kwanza jibu lake lilikuwa alikiri, na bahati nzuri alinipigia na mkurugenzi Faina, walikiri mambo mawili ya yale ya kwenye barua kwa sababu ile ya idadi ya watu wengi kuwa kwenye kiambo kimoja tulikuja kuitanabahi baadaye wakati barua Mm. imesha kwenda, lakini yale ya kwenye barua walikiri kwamba kweli yapo majina ambayo yamejirudia mengi kama 25. Yapo majina ambayo si wakazi wa eneo lile au hawastahili kupiga kura. Sisi kwenye daftari, kwenye listi yetu tumemkuta mtu anatakiwa kupiga, watu wawili wanatakiwa kupiga kura Kiwani Pemba, lakini wanapiga kura mapema pale. Lakini tumewakuta watu ambao kama hivyo unavyosema vitambulisho vyao havisomeki, yani vile vilivyoandikwa kwenye daftari, na wakakiri, na mwenyekiti akaniahidi kwamba hilo atalirekebisha, atamwagiza mkurugenzi hiyo listi itolewe upya, iwaondoe hao watu ambao wametajwa au hizo ambazo nimetaja, na walikiri, na mkurugenzi mwenyewe akanipigia, lakini halikufanyika mpaka anakwenda kwenye uchaguzi, haikutokea. Hilo Naam. hilo hilo la kwanza. La Tuendelee. pili hili la watu wengi ambao wako kwenye eneo Moja. moja, hili nilizungumza na mkurugenzi, akaniambia kweli inakuwa ngumu watu wengi kwa lugha ambayo nimekuwa nimeielewa, lakini akaniambia, lakini brother, sababu mimi na George Kazi kama watu ambao ni wanasheria tumefanya kazi mahakamani pamoja, yeye akiwa tangu mrajisi, mimi nikiwa wakili. Akanambia lakini kuna watu humu wa vyombo unaweza usiwajue mpaka mtu kafa ndo unajua. Nafikiri lugha yake alikuwa anakusudia labda watu wa usalama na nini, lakini bado haiingia akilini, kwa sababu hoja si kwamba wapo au hawapo. Hoja idadi ni kubwa katika kieneo kidogo, manake lakini pia inakuwaje watu wote hao wasijulikane na wenyeji wanaokaa maeneo ya pale. Kwa hiyo majibu hayo yakenda hivyo, lakini kabla ya hapo tulishaambiwa kama nilivyosema, mambo hayo tulianza kuyajua kabla ya tarehe 28 na 29, kwamba mathalan mimi nimeambiwa mpinzani wangu nguvu yake kubwa anayoitegemea ni hii kura ya mapema, kwa sababu alikuwa anajua katika hali ya kawaida nisingemshinda, amini ningemshinda tu na asingenishinda. Na kura ya mapema tuliambiwa kwamba wamejipanga sana kutumia watu ambao si vikosi, si wa vyombo vya ulinzi na usalama, ni raia ambao watapenyezwa kwenda kupiga kura ya mapema, na ndio maana hiyo idadi imekuwa kubwa kwa sababu wana watu wanawategemea na watu wa kupiga mapema mapema na ambao Swali, watakuja kujirudia. yeah, swali jingine Omar. Jimbo la Pangawe lina watu wangapi? Wapiga kura wangapi jumla yake? Jimbo la Pangawe kwa mujibu wa idadi ya wapiga kura walioandikishwa, taarifa za tume walizotoa ni Ndio. watu 19,000 Naam. na 100 na kitu hivi kama sikosei, lakini 19,000. Okay, kwa hivyo Lakini nayo hiyo pia nitakuja kuicomment hiyo hakuna shaka. idadi ya watu, Na nilikuwa tunataka nitakuja kulinganisha hapo kuicomment kuhusu idadi ya 10,000 idadi ya wapiga kura halali waliotangazwa na tume katika jimbo hilo na eh, hao ambao wametajwa kwamba ni wapiga kura mapema, kuangalia sawa vipi sawa wanaweza kufanya tofauti gani ya sawa matokeo sawa na kwa mujibu wa sawa twende sawa. mbele, twende mbele Kwa sasa. hiyo Naam, sema hata endelea. idadi yenyewe Endelea. nayo ilikuwa inflated kwa sababu kulikuwa na strategic registrations ya watu ambao viko vitambulisho. Mimi siamini hadi leo, na nobody can prove me wrong, kwamba idadi kura wapiga kura halisi ya jimbo la Pangawe ni 19,000, na ile sema nitakuja kulieleza baadaye kwenye sasa Sawa. yaliyojiri Sawa. baada na kwenye uchaguzi na baada. Kwa hiyo Sawa. tuliambiwa kwamba wanategemewa sana vijana wa Chama cha Mapinduzi na vijana ambao wako kwenye makambi ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nimepata faida moja, Sheikh Mohamed, kwenye uchaguzi huu. Nimeingia kwenye uchaguzi
na hili sio ni tabu kuliweka wazi na wanajua wenyewe. Nimeingia kwenye uchaguzi Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo la Pangawe kikiwa kimegawanyika mapande makubwa mawili makubwa sana, na kulikuwa na nguvu ya kubwa ya pamoja ya kumkataa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, na hilo lilithibitisha tangu wakati wanamteua kugombea. Ziko klipu zilisambaa kuto kumtaka, lakini na mimi approach yangu ya kuziendea siasa za jimbo la Pangawe zilifanya wavutike na mimi zaidi, kuona wanakwenda na mimi wakiamini naweza kuwa mwakilishi wao mzuri. Kwa hiyo nilipata faida ya kuwa na wapiga kura wanaoniunga mkono kutoka Chama cha Mapinduzi, na hawa niliwatumia na walinisaidia sana kujua mipango inayopangwa yote. Na mimi nikwambie, Chama cha Mapinduzi walishawaita watu mara nyingi sana makao makuu, afisi kuu Kiswandui, wakaja viongozi, wakaja jimboni, watu kama kina Dr. Khalid walitumika sana kutatua huu mgogoro, watu kina Saada Mkuya walitumika sana kuja kuingilia kati kuwaunganisha CCM wapangawe, lakini bado hawakufanikiwa, na kila walichokuwa wakizungumza, kila kilichokuwa kizungumzwa mimi nakifahamu. Kwa hiyo yote yaliyokuwa yanazungumzwa, yanapangwa, vipi tutakwenda wapi, vipi wataenda, kwa sababu wengine hawajui kama wananiunga mkono mimi. Nilipata kuungwa mkono na mabalozi wengi sana wa Chama cha Mapinduzi ndani ya jimbo la Pangawe. Kwa hiyo nilikuwa naye, kwa hiyo nasema ndio ile nilikuwa nasema nilikuwa nayajua kabla hata siku haijafika. Sasa siku ya uchaguzi wa kura ya mapema ilipofika, wamekuja pale niko kwenye rekodi kwenye hili, nilisema nizungumza na vyombo vya habari. Kwanza tulipoanza siku ya asubuhi ya uchaguzi, tofauti na ilivyo utaratibu wa sheria, ambapo wapiga kura wanapokuja kuingia, sababu utaratibu wa kura ya mapema hautofautiani na siku ya kawaida, utaratibu ni ule ule. Kwa hiyo wanapokuja wapiga kura, maafisa wa tume, mawakala, wanatakiwa watumie daftari kuwatambua watu. Siku ile ya kura ya mapema hawakutumia daftari kuwatambua wale wanaoingia kupiga kura. Walichokuwa wanakitumia ni orodha ile iliyotoka na tume, ambayo orodha ile haionyeshi picha ya mtu. Orodha ile inaonyesha jina, inaonyesha kituo, namba ya mpiga kura na namba yake. Kwa hiyo walianza kwa kutumia orodha, jambo ambalo mimi nilikwaza na nilishtuka, na nikachukua hatua, nikawapigia watu wa tume, nikampigia mwenyekiti, nikampigia mkurugenzi, na kwa hili nawashukuru, walikuja tume nzima, ilikuja mwenyewe alikuja, mkurugenzi alikuja na mwenyekiti, wakaja wakakuta hiyo hali. Wale maafisa wao wakati tunawaambia wakasema kwamba sisi daftari hatukupewa, lakini alipokuja mkurugenzi akawaambia madaftari mmepewa na yote yamo kwenye masanduku yaliyowekwa vifaa. Wakasema baadaye kuna vituo, msimamizi wa uchaguzi akasema tuliambiwa tusitumie. Wakaulizwa mmeambiwa na nani? Na mimi nipo, mmeambiwa na nani? Wakasema tumeambiwa na msimamizi wa uchaguzi. Wakawaambia sasa hivi, na zoezi lilisimama, zoezi la uchaguzi lilisimama kwa muda. Cha kushangaza, baada ya tume kuwaelekeza, wajumbe wa tume walipokuja pale kuwaelekeza wayatoe hayo madaftari, wale wasimamizi wa vituo, madaftari walikuwa wanayo kwenye chini ya meza, chini ya viti walivyokuwa wamekaa, wakayatoa, wakaagizwa pia wawape mawakala, wakawapa. Sasa kulikuwa na hoja pia ya kwamba mawakala anapewa kopi moja ya daftari, labda kopi ya kituo cha shule, labda ya Tanwiri kwa mfano, lakini siku ya kura ya mapema wapiga kura wa vituo vyote vya jimbo, yani kama mtu alikuwa anastahiki kupiga kura Uzi, anastahili kupiga kura Kijitopele, anastahili kupiga kura Kinuni, wote wanapiga kwenye sehemu moja. Kwa hiyo ilitakiwa madaftari yote yawepo pale ili wakala awe na daftari zote, lakini mawakala hawakuwa na madaftari hayo, walikuwa wana nani. Kwa hiyo zoezi lilisimama, wakaambiwa watafute madaftari wawape na watumie wao wenyewe, watumie madaftari badala ya kutumia orodha. Lakini wakati wanazungumza hayo, kura tayari zilishaanza kupigwa, zilishaingia kwenye masanduku, kitu ambacho huna uhakika kwamba wale waliokuja walikuwa ni wenyewe au sio wenyewe, katika kile kipindi ambacho daftari halitumiki. Sio, mnaelewa vizuri? Na hilo la kwanza. La pili, hata hilo daftari ambazo walitakiwa watupe hawakuwapa, na tume ikawa imesha kwenda zake. Kwa hiyo
kilichotokea kwanza ni hiyo, asubuhi walianza kwa kutokutumia daftari, walitumia orodha, na hiyo haikuwa kwa bahati mbaya, ilikuwa kwa makusudi na kimkakati. Lakini la tatu ni kwamba sasa ndo tulipokuja kuona wimbi la vijana ambao wamekuja pale wakiwa uniformed, wamekuja kupiga kura. Vijana wale mimi nimebahatika baadhi yao kuwapiga picha kwa mbali, wanakuja wanakaa, kuna wengine wanakwenda pembeni. Kuna mtu wa Chama cha Mapinduzi akiwa amevalia kizibao cha tume, yule bibi sijui ni balozi sijui mjumbe wa sheha, anawapa vitambulisho, anampa mtu kitambulisho, alafu kwa sababu haiwezekani mtu atoke kambini na anajua yeye anapiga kura ya mapema aje hawana kitambulisho, kitambulisho akikutie kituoni. Balozi. Lakini kuna mtu alikuwa anawapa vitambulisho alafu ndo anakwenda, lakini walikuwa utaratibu wakifika wanakuja wanakaa wote, wanawekwa chumba kimoja wote, alafu huyu afande ambaye anakuja nao ndo kiongozi wao, anakishaweka kwenye chumba kimoja, anasema haya 25 nyinyi pale nendeni hapa, alafu anawahesabu wengine 25 pale. Wakati yale madarasa, lile shule, kila darasa limepangwa kwa shehia yake. Kwa hiyo ulitarajia yule ambaye kama kweli mtu anastahiki kupiga kwenye jimbo lile aambiwe, wewe mpiga kura wa Kinuni ni pale, mpiga kura wa Kwarara ni pale, mpiga kura. Wao walikuwa wanatoka kwa idadi, kwa maana 25. Maana mtu anaweza kwenda hata kama sio shehia yake, hata kama sio mahali, limradi yeye katitumbukiza kura, kapiga kura. Ndicho kilichotokea. Sasa baadaye wale walipokuja, na siku ile Mungu alitubariki, ulikuwa na mvua kubwa sana. Sasa wengine walikuwa hawatujui kama sisi ni wagombea, na kwa sababu wengine si wakazi wa maeneo yale, unakuta ukikaa ukibanana na mtu hivi kwenye mvua, unajificha kwenye foleni, wanaulizana wao wenyewe, wewe umepata cha jina gani? Wewe umepata cha wapi? Yani wale waliovalishwa uniform wanaulizana, yani yeye mwenyewe hajui, alafu anauliza, wewe jina lako jina linasomeka nani? Yani mtu hajui, unawasikia. Sasa wewe mmoja nikawauliza, wewe bwana ukijui jina lako? Akanyaka hivi, unanifahamu? Wewe hujui jina. Na ndio hapo ile ukakuja kwangu kwa karibu na wao, ndio nikawagundua kwamba wale sio askari. Kwanza kwa sababu moja, kwanza wengine unawaona hasa, na sisi tunajua kwa taratibu za kijeshi, watu kufuga ndevu kunini si moja kati ya taratibu zao. Ndio. Wamuona kijana saa ana ndevu zimekomaa kabisa. Lakini la pili, sisi tunajua uniform, kama mtu hana crown hapa, basi ina jina, at least uniform hizi tunazozijua. Kwa hiyo zilikuwa na wale wameletwa na gari la JWTZ. Kwanza wameletwa gari la JWTZ, binafsi nimeliona gari la JWTZ, na mtu ambaye ni mwanajeshi wa JWTZ, MP kabisa, ndio alikuwa anawashusha na kuweka kwenye chumba maalum, kwanza kuwahifadhi, alafu ndo anawaambia, anawagawanya watoke waende kupiga kura. Sasa hawajui chochote, lakini hilo baadaye ndo nilikuja kulithibitisha zaidi. Sheikh Mohamed, tutakupangia siku na huyu mimi nimepata nimekama cross na vijana 4 wamekuja nyumbani kwangu baada ya uchaguzi. Vijana ambao walienda kupiga kura za mapema na siku ya uchaguzi, ambao walivalishwa uniform za vikosi, wamekuja nyumbani kwangu. Mmoja au wawili kati yao walikuwa tayari mimi nifanye recording nao, unafahamu, na mmoja yeye alikuwa yuko tayari hata nimpeleke kwa Omo ili akamueleza. Nimepata kujua vipi walichukuliwa. Wengine ni watoto wa mabalozi, wengine ni watoto wa kereketo wa Chama cha Mapinduzi, wamepigiwa simu, njoni sehemu fulani, wendo fulani, kwa sababu majina yao yalishapelekwa, wendo fulani. Kijana ananiambia alikuwa hajui hata kinachoendelea, kaambiwa tu njoo sehemu fulani, gari itakuja hapo, ingia ndani ya gari. Limekuja gari, limemchukua, limempeleka Tunguu kwenye kambi ya umoja wa vijana wa CCM. Wamewekwa kule siku 2, wamefanyishwa mazoezi kidogo. Siku ya 3 ndo siku ya uchaguzi ya kura ya mapema, wamevalishwa. Anakuja anasema, amenitajia mpaka jina, nitalitazama kwenye rekodi zangu, ya mtu ambaye aliwapa zile uniform. La mtu amepewa kwenye mfuko wake, unavaa, inakufaa sawa.
unaenda sehemu nyingine, unapewa kitambulisho. Mm. Anapewa kitambulisho, anaandika, andika hapa umechukua wewe jina lako nani na umechukua kitambulisho cha nani na kitambulisho namba, una sign, ili mtakapokwenda kwenye operation ya kupiga kura hizo za haramu, kwa mfano kama wanapelekwa jimbo fulani, unarudi unachukua vitambulisho vingine kingine, then na mimi nakumbuka huyu alitumia kitambulisho cha mtu anaitwa Bakari Faki Waziri, Mm. anasema yeye sio cha kwake. Ushanifahamu, si Mm. jina lake, lakini alipewa na mama yake ndo alompeleka huko. Mama yake alizungumza na watu huko, akawaambia huyu kijana wangu tayari. Yeye akamwambia tu kwamba kuna gari litakuja litakuchukueni, kwa hiyo nendeni. Kuna wengine mama zao hata walikuwa hawajui wako wapi. Wapo vijana Sheikh Mohamed, wazee wao siku mbili hawajui wako wapi, wamekuja kuwaona vituoni wamevaa uniform za vikosi. Wewe uko hivi, wewe uko hivi. Wapo hao. Sasa ananieleza kijana kwamba ilikuwa operation ni hiyo. Kuna ambao waliwekwa Dambwe, wenyewe wanaita kule UVCCM Tunguu. Kuna ambao walipelekwa ofisi ya wilaya ya mkoa, ndio inakuwa ya wilaya ile ya pale Kiembe Samaki, kwa nani pale, kwa Juma Mishkaki pale Mm. nyuma pale pana ofisi ya CCM pale. Mm. Ile kuna ambao waliwekwa, kuna wengine waliwekwa maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo wanachukuliwa, wanaepa, wanapewa vitambulisho, wanarudi tena, wanaenda kufanya operation jimbo jingine, wanaenda kutia kura, alafu wakifika pale hawapigwi alama yoyote, wanaondoka, wanarudisha, wanapewa. Kwa hiyo kulikuwa na massive vitambulisho viko mikononi mwa wana CCM, ziko kwenye ofisi za CCM, na hivi ni vitambulisho vya watu aidha waliokufa, aidha kulifanyika double registrations, au ni vitambulisho vya watu ambao walinyimwa wakati wanaenda kuchukua vitambulisho vyao, hawakupewa wakavihold ili uende vikatumike siku hiyo. Kwa hiyo Na lakini pia mm, kidogo sasa, hawa vijana wanasema kwamba kwa kazi hiyo ambayo wamefanyishwa walilipwa. kijana niliyokuwa nazungumza nao mimi ameniambia amelipwa shilingi 10,000. Wamelipwa shilingi 10,000. Wallahi Mwenyezi Mungu ananishuhudia, ndio ameniambia kwamba sisi tumelipwa shilingi 10,000. Siku wanaondoka wakaambua mengine yatafata, mtaitwa. Hii ndio hali ilivyokuwa, ndio nchi elfu imefika kumi hapa elfu sasa. kumi na wana wana walikuwa wanapiga kura ngapi ngapi? Maanake je, pale inakwenda kila hakina idadi, kituo, maanake je, akienda akiingia yeye, kwenye kituo mara moja hatia mara, maanake akifika mara kwenye ngapi? kituo inategemea yule mchanaji kamudu kuzichana ngapi, Mhm. lakini hapewi kura moja, Sawa sawa. anapewa anakwenda na kwa sababu siku ile walikuwa wanajifaragua, siku ya kupiga kura ya mapema walikuwa wanajifaragua, alafu siku ya pili sasa ndio Mhm. wakawaenda sasa wakiwa ununiformed, wakiwa hawana uniform, lakini utaratibu ulikuwa ni ule ule. Kilichokuwa kina tofauti ni kwamba hawakuvalishwa zile ngwanda Magwanda, magwanda. na hawakuwa wanapelekwa na magari ya JWTZ, walikuwa wanapelekwa na magari mengine yao ya CCM, walikuwa na kodi kama mabasi au magari mengine, na wanashushwa hivi sehemu, na ndio walikuwa wanaendelea siku ya pili. Sasa kwa sababu siku ya pili nilikuwepo kwenye field pia, utaratibu uliokuwa unatumika, wao wana Tuimalize kwa subiri Omar. Tuimalize siku ya ndio kwanza kwa sababu ni muhimu sana hii siku ya kwanza kabla tujapiga siku sawa nyingine. sawa Je, sawa. kwamba ulisema kwamba waliokuwa mmeambiwa na tume ambao walitakiwa kupiga kura katika jimbo lenu na Pangawe ni 938 kiasi au 68 kama Yes, 967. 67, 967, kwa hivyo takriban 1000. Sasa je, idadi ya kura ambazo ziliingiza katika masanduku siku hiyo zilikuwa ni hizo au ziliongezeka au zilipungua? Hawakutoa kwa Hakutoa. sababu moja kati ya Mhm. udhaifu ni kwamba Mhm. kwanza hakukuwa na verification, waliwakatalia mawakala kinyume na utaratibu wa sheria unavyotaka, Mhm. kwamba useme, na ndio mambo ambayo tumeenda nayo mahakamani kwamba siku hii wapiga kura 900, lakini waliojitokeza ni idadi hii. Haikufanyika. Wao walichojua tu ni kujaza wenyewe, kwa sababu wa mawakala walikuwa wanawatoa nje. Kwa hiyo mawakala walikuwa hawajui chochote, na hasa kwa sababu walikuwa wanaondoka na yale maboksi, na Mhm. pia kwa sababu hawakufanya hesabu siku ile, okay, sawa, sheria haisemi kwamba ufanye hesabu siku ile,
lakini kwa maana ya kuzihesabu kura moja Lakini moja. rekodi, sheria inasema uchukue rekodi, sio kufanya tena Uchukue kuchukua rekodi. rekodi. Sheria inasema Wakala katika ajue watu kwamba idadi hii mia kwamba tisa fulani sitini na wamepiga saba kura fulani. waliojitokeza ni Mm. idadi hii. Naam. Hiyo sheria inataka hivyo. Hiyo kitu hakikufanyika. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba siku ile ilikuwa ni tafrani, na mpaka wakati ilichotokea, kwa sababu walikuwa wanakuja makundi. Mimi siku ya kura ya mapema, baadaye walikuwa wanakuja wengine ununiformed, na nikawa napewa signal na watu wangu wengine, watu wa kutoka CCM, wengine ni wakala wangu ambao, au watu wetu wa chama walikuwa wako pale, wanawajua kwamba hao wanakuja. Na kwa sababu mimi niligombana na watu watatu siku ile niligombana na bibi mmoja, sijui ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ndo alikuwa na fuko la vitambulisho. Sasa kwa sababu ya kazi niliyoifanya, Sheikh Mohamed, usiku kucha, mimi na vijana wangu watatu, nyumbani kwangu tumekesha, tukiwa tunapitia jina moja baada ya jingine. Yale majina yalikuwa kama yamestaki kwenye kichwa. Kwa hiyo Mhm. mtu akiniambia tu naitwa fulani, na uwezo wa kumwambia hili jina halimo, wewe hupigi leo kura. Na kweli kuna wakati nilikwenda kwenye darasa moja, vijana wamejipanga, mmoja nishamshtukizia na nishaambiwa huyu kashapiga na kashapiga kituo kile, na nikamfata nikaenda nikakaa pembeni mwa yule mwenye kishkwambi kile, ki tablet, ambaye anafanya verification ya uongo na kweli ya kuzuga. Nikamwambia huyu, alipokuja ataja jina lake, nikalitaja lile jina kwa sauti ili wale mawakala wasikie, sababu kilichokuwa kinafanyika, wanataja majina ambayo hayamo kwenye Wanaulizana. madaftari. Okay. Na nikamwambia huyu hayumo, nionyeshe yuko wapi. Mhm. Jina lake hakuwemo kweli. Akaambiwa wewe rudi kesho, zamu yako kesho. Lakini kuja pale hakuja kwa bahati mbaya, alikuwa anajua kama anakuja kufanya nini. Nikamwambia askari, nikamwambia hawa wote hawa waliokaa kwenye mstari, hawa ninakuhakikishia majina yao hayamo kwenye kituo. Siwazuii, lakini wakija hapa wataje majina na mimi tutatizama pamoja hapa. Na ni kweli Mohamed, walikuja vijana watano, na nikawaambia nyie nyote hammo. Kuna mmoja alipokuja akasema tu jina lake, naitwa Mathna sijui nani nani. Nikamwambia Mathna jina la mtoto wangu wa kumzaa, kwenye haya majina 96,967 halimo, na kweli halikuwepo. Walipoona watano nimesha wa block, wanakuja Mhm. pale wanaumbuka kwamba majina yao wanaambiwa hawamo, na nisingekuwepo wale walikuwa wanapitishwa bila wasiwasi. Wale wengine wote wakavunja mstari wakaenda zao. Kwa hiyo haikuwa kwa bahati mbaya, hawakuwa wanakuja pale kwa bahati mbaya. Haiwezekani Mzanzibari unayejua kura ya mapema ni ya kina nani uende ukapige kabla. Ni kwa sababu anajua amepelekwa pale, na sio hakolifai kura ya mapema, lakini anatumia kitambulisho kisichokuwa cha kwake. Kwa hivyo ni uhalifu juu ya uhalifu. Uhalifu juu ya uhalifu. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo mpaka nikafika mahali nikapata taarifa mimi kwamba kuna mtu anakuja, mida ya saa 8 9 hivi, nikaambiwa kuna mzigo mpya unakuja, kuna kundi linakuja la vijana lishatoka kushambulia sijui jimbo fulani, linakuja Pangawe. Nikampa taarifa, nikamwambia msimamizi wa uchaguzi wa jimbo, amini ni msimamizi wa jumla yule ambaye yuko kituoni. Nikienda nikampa taarifa, nikamwambia sikiliza Sheikh, tangu asubuhi na kuonyesha makosa, huchukui hatua. Nimekuonyesha makosa, kuna dada nimemkuta, yule anayetia wino, memkuta mwenyewe hatii wino, anachukua makapeni hii ya snow nini sijui, anachora Mhm. vichoro hivi, hatii watu wino. Nikamwambia nimekuita na akakuonyesha makapeni anayotumia na ukakiri kwamba hii sio inayotumika na tume, makapeni ya kawaida ya kuchorea kwenye whiteboard, hukumchukulia hatua yoyote. Sasa nakupa taarifa ya mwisho, una mzigo, nimeambiwa unakuja, umetoka kushambulia sijui jimbo gani huko, unakuja hapa, na mimi nishaeka standby watu wangu nje hapa kitawaka. Nikamwambia na askari ambaye yuko pale, nikamwambia sasa mimi siwazuii tena watu wangu, kitawaka, usije ukanilaumu. Yule bwana kusikia vile akenda akawaambia watu wake, fungeni vituo, haiwezekani kura ya mapema iwe tangu saa hizo, tangu leo kutwa nzima asubuhi haijamaliza kupigwa. Nikamwambia nyie, kura ya mapema kama mnaipiga in a organized way, watu wanaletwa kwa makundi kutoka kambini, inakuwaje tunatumia siku nzima? Maana ingelikuwa kila mmoja anatoka nyumbani kwake, I could understand, lakini wanakuja watu organized. Maana yake kama ni kweli wao wanatoka kambini wanaletwa pale,
Manake hii process should have been completed, si wanajulikana eh? Mhm. Baada ya kufika pointi hiyo, ndo akawaambia wale wafunge kituo changu. Mimi najua kituo cha at least cha pale nilipokuwa niko muda mrefu, cha Kijito Upele, cha mashine ya maji pale, kimefungwa kwenye saa 8:30 9, kabla ya muda. Baada ya kuwa tena nimeshakuwa mkali Too na much. it was too much, na tukamalizia hapo. Baada ya hapo hakuna taratibu zilizofuatwa, mawakala wetu wakatolewa nje, tukaambiwa sijui kura hazilali, zikaja gari la JWTZ pale likachukua masanduku likaondoka nalo likaenda yakahifadhi, sijui yakahifadhiwa nafikiri yale kwenye kituo kimoja pale. Kuna kituo kimoja ndani ya jimbo pale inaitwa skuli ya Trifonia pale, na mengine yakahifadhiwa kwa ajili ya siku ya pili. Sasa hicho ndo kilichotokea tarehe 28. Kwa hiyo by any means and standards huwezi ukaita uchaguzi, ukuwa ni fujo 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 kwa kwenda mbele. Hilo la kwanza. Tarehe 29 Nitakuja katika suala la kisheria baada, lakini nitaka tudokezi kidogo hapo, kwa sababu najua kama tunaweka rekodi sawa hapa, kumbukumbu sawa, ili ikiwa si kizazi chetu basi kizazi kijacho kijue kwamba kipi kilitokezea katika uvunjwaji wa sheria na kipi kilikuwa kinamaanisha katika demokrasia na katika uthubutu na utu wao. Manake kura ni utu wa watu katika jamii ambayo imeamua kwamba kura ndio mfumo kuingia katika madaraka, vinginevyo hiyo haikuamuliwa hivyo kisheria. Hasa nataka kujua kwamba ikitokezea uhalifu haufi, ikitokezea miaka 5, 6, 10, 20 mbele, watu wakaja kuamua kufungua mashitaka kwa uhalifu kama huu, hawa vijana ambao wameshiriki katika kupiga kura hizi wanaweza kupandishwa mahakamani? Bila shaka, bila shaka, kwa sababu kama walivyosema, jinai haifi, jinai haina kikomo kwa mujibu wa sheria. Ukitenda jinai leo, ikija ikithibitika na ikiweza kuthibitishwa hata baada ya miaka kadhaa yoyote, jinai ipo tu, unaweza ukashtakiwa ukapandishwa mahakamani na ukahukumiwa kwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo jinai haifi, hiyo jinai haifi madhali, Naam. na hasa kwa sababu makosa haya mengine yako, makosa ya kiuchaguzi ya procedural irregularity ambayo ndio tunaenda nayo kwenye mashauri ya uchaguzi ambayo yana civil in nature, lakini kwenye sheria ya uchaguzi imetaja makosa ya jinai pia. Kutumia impersonations kwa mfano. Impersonations ni kosa la kujibandika wajihi usokuwa wako, ndio neno sahihi wajihi, lakini kujibandika jina na ule wajihi usokuwa wako, ukapeleka kitambulisho ukasema mimi naitwa Juma Bakari Ali, lakini wewe unaitwa Faki Omari Mohamed. Mimi nimemtoa mtu Sheikh Mohamed, mmoja kati ya mikasa ambayo tumeikuta, nimemtoa kijana kwenye mstari, ana kitambulisho, kijana tu mdogo barobaro, ana kitambulisho cha kura ambacho mwenye kitambulisho kile kazaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 1968. Nimemkuta kwenye foleni anacho. Yuko mwingine, kwa sababu nilichokuwa nakifanya baadaye, nilikuwa nakwenda na nishaambiwa na watu wangu kwamba mheshimiwa, yule sie wale pale waloka, sababu mimi nilikuwa nisingeweza peke yangu, lakini Ndio. ndani ya maeneo ya kituo nilikuwa na macho mengi. Naam. Kwa hiyo wao walikuwa wananiambia, mheshimiwa, wale umeona wale wamepewa vitambulisho sasa hivi na wameingia sasa hivi na walishapiga kura. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakwenda kwenye mstari, namwambia namnyang'anya mtu kitambulisho, alafu namuuliza jina lako nani. Kuna mmoja nilimuuliza jina lake halijui, mimi nishakitizama kitambulisho, alafu namuuliza jina lako nani, halijui, ananitajia jina silo lilokuwa kwenye kitambulisho. Kuna baada ya sasa walikuwa wamepangana kwenye mstari hivi, baada ya wa mwanzo kumuona nishamtajia, nishambana kwa kumuuliza jina alafu halijui. Kwa hiyo wale waliokuwa nyuma kila mmoja akapiga hivi kwa pembeni kuangalia jina. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya nikikamata kitambulisho, ananitajia jina, ananitajia kwa usahihi, namuuliza tarehe yako ya kuzaliwa tarehe ngapi, hajui. Sio, unaelewa? Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa yanafanyika. Vipo vitambulisho. Ninachoweza kuconclude kwenye jambo hili, na nimekuwa nikiwaambia tume na hili nalisema, vipo vitambulisho vingi ambavyo aidha vimefanywa strategic registration au vitambulisho ambavyo vilizuiliwa, hawakwenda kuchukua watu au walinyimwa walipoenda kuchukua, vimetumika kwenye uchaguzi huu. Na ndio maana namba ya wapiga kura 771,000 au 717,000 sijui,
ya wapiga kura Sheikh Mohamed haiakisi kwa Zanzibar, kwa nchi yenye population ya watu milioni 1.9 milioni 2, huwezi kuwa na wapiga kura 700,000 na ni ngumu, kwa sababu hapo kama utafanya real, utafanya sorting ya watu wasiostahiki, labda huo umewaacha watu waliokuwa wamekufa hujawatoa, waliopoteza sifa hujawatoa, lakini na ndio maana ni ngumu mnapofeli mipango yenu hamuifikii hiyo namba, na ndio maana hata matokeo yaliyotangazwa ya urais yanaonyesha kwamba waliojitokeza kupiga kura ni 500,000. Sasa Ala, katika sababu na matokeo yale yalivyoonyesha, matokeo yanasema wapiga kura ni 500,000, na kwa sababu inasemwa Dr. Mwinyi amepata kura 300,000 na kitu sijui au 400,000. lakini Omo kapata 130,000. Sijui umeelewa vizuri. kwa useme laki Sasa sita. tuseme 500,000, hawafiki 600,000. Total Ala. turnout Mm. haifiki. Sasa unajiuliza, katika uchaguzi ambao unaosemwa umefanyika kwa amani, hakuna fujo, inakuwaje turnout watu 200,000 wakae majumbani? Ni kwa sababu mipango ilifeli. Hata hizo 500,000 kulikuwa na too much overvoting. Ushanifahamu, watu walipiga makura mengi mengi, ndio maana yake, ndio tafsiri yake. Huwezi kuwa na nani hii Na hiyo na pia ndio maana hiyo ikiwa kwa tunahesabu tunataka kusema kwamba kweli hizo kura ambazo zilipigwa nyingi nyingi zilihesabiwa kweli, na hizo ambazo zilitangazwa na ikiwa zilihesabiwa nyingine, kweli, yes, sio nyingine, sijui umeelewa. sio Lakini nyingine. jingine, Sheikh Mohamed, hii nitakupa moja, na hili nishalisema kundani. Tume wamesema wenyewe, wametangaza kuna wapiga kura 717,000 na kitu 500 sijui na ngapi, sawa sawa. Tume wanatuambia waliojitokeza ni kwenye 500,000 na kitu wakati wa matokeo, sawa Mhm. sawa. Mhm. Lakini mimi nimekwenda kuwakilisha chama changu kwenye zoezi la upokeaji wa karatasi za kura. Tume kupitia mkurugenzi wa uchaguzi ndugu Faina, walipoulizwa na mwandishi wa habari ndugu Faruk Karim, mmechapisha kura ngapi? Wakasema tumechapisha kura kwa mujibu wa idadi ya wapiga kura walioandikishwa, Mhm. maana yake 700,000 na kidogo. Mhm. Lakini Sheikh Mohamed, mimi ninao ushahidi wa kitabu cha kura kilichotumika katika moja ya majimbo, kile kitabu chenye serial number, kwa sababu zile kura zina serial number, Naam, na kila kuanzia kwanza kitabu mpaka ya kinaonyesha mwisho, namba kuanzia ya mwanzo mwanzo mpaka mpaka ya mwisho. mwisho, Mhm. mpaka ya mwisho, vitabu kile 50 50, kura 50 Mhm. 50. Mhm. Navyo vitabu umeviona vyenye serial number inayoanzia 800,000 na Wah. sijui unanielewa vizuri. Vitabu yenye serial number 800,000 na cha mwisho ambacho nimekiona ni 848,700. Hala. Sasa unajiuliza, hizi zilichapishwa za nini? Haya, tuseme nawapa benefit of doubt kwamba labda zilichapishwa kama emergency, dharura, ikitokea usafirishaji wa kura imeungua moto au sivyo, Mhm. zime let us assume hivyo for the sake of assumption, kwa maana ya kuwaza Husnu dhana, dhana njema. kuhusu dhana, lakini hakuna emergency iliyorekodiwa ya namna hiyo, kwamba kuna kituo baloti ziliingia maji au ziliungua moto. eh, kwa nini zitumike? Na hapo tunaambiwa waliojitokeza hawafiki 700,000 idadi ya walioandikishwa. Hii inatia dauti, na wakati mkurugenzi yuko on record alishasema tumechapisha kura kwa mujibu wa idadi ya walioandikishwa. Mhm. Ambao ni 700,000 na kitu. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Hayo yamefanyika kwenye uchaguzi huu. Na tuje tarehe 29 sasa, manake nimependa hii akaunti yako ya matukio yalivyokwenda na ya tarehe 28 yalivyokwenda. Haya, tuje tarehe 29. Nataka pia katika hii tarehe 29 unielezee matukio, pahala na watu ikibidi, ambao uliwashuhudia wakifanya kitu. Sawa.
matukio ya tarehe 29 ndasema ni kama yale yaliyotokea tarehe 28, yaani kwa maana ya Mhm. kuja wapiga kura wa zaidi ya mara moja, watu kutoku, na hasa kulikuwa na matatizo kwenye mawakala, walitolewa kwa muda mrefu. Kulikuwa na tatizo la mawakala wetu hasa wale wa tume wa zeki. Mawakala sisi katika chaguzi za Zanzibar, unajua tunakuwa na mawakala wa aina mbili, wa neki na zeki. Ndio, ndio, ndio. eh, Kulikuwa awali kuna baadhi ya vituo almost vyote, mpaka vile tulipokuwa taarifa tunaenda kufanya intervention, inakwenda hiyo kwamba wakala anaambiwa wakala mmoja tu anatosha. Kwa hiyo kunapo wakala mmoja wa zeki labda kwa mfano, na wa neki anatolewa nje, anaambiwa utakuja jioni kwenye majumuisho. Hivyo hivyo anakuja au vituo vingine anabakishwa wakala wa neki, wa zeki anatolewa nje, lakini hasa ilikuwa wanawatoa wakala wa neki. Nataka kujua kuhusu ufaafu wa hiyo amri ya kwamba atoke wakala mmoja, aidha wa NEC au wa ZEC katika kituo, na sheria inasemaje kuhusu hilo? Kwa sababu juzi nilipokuwa nasikiliza clip moja wakati wa tume ya uchaguzi ilipoitisha tathmini ya uchaguzi ilipokwenda, mwangalizi mmoja alipotaka kuzungumzia yaliyofanywa na watu wa NEC, mwenyekiti wa ZEC akaambia, hatuzungumzi masuala ya ZEC ya NEC, tunazungumza masuala ya ZEC tu peke yake hapa. Sheria inasema inawezekana mwenyekiti hakutaka masuala ya neki yazungumzwe kwenye kikao, lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba kwa mujibu wa sheria hizi ni mamlaka mawili tofauti. Mawakala hawa wanapata ithibati kwa hizi mamlaka, ithibati tofauti. Kwa maana wakala wa neki anasimamia maslahi ya wagombea wanaoingia kwenye uchaguzi unaosimamiwa na neki, na mawakala wa zeki wanaingia kwenye uchaguzi kwa mawakala wa wagombea wanaofanya uchaguzi walioingia kwenye uchaguzi unaosimamiwa na zeki. Kwa hiyo hiyo haiondoi ukweli. Hiyo inawezekana mwenyekiti wa tume alitaka neki wasijadili, vitendo vya maafisa wa neki wasijadiliwe pale, that's fine, lakini nafikiri huyo alichokuwa anajaribu kukieleza ni experience kilichotokea ndani ya vyumba ambavyo viko shared na neki na zeki. Mimi binafsi kwa mfano nilikwenda kituo kimoja cha Kinuni, nikapata taarifa kwamba wakala wangu wametolewa na mtu wa neki, na alotolewa ni wakala wa zeki. Mimi nilipofika pale nikamuuliza yule wakala, wewe una mamlaka gani ya kumtoa huyu, wakati wewe sio ulompa ithibati, wewe sio ulo hasimamii uchaguzi wako? Na nikamwita afisa wa zeki nikamwambia, kwa nini mnaruhusu huyu amtoe wakala wangu ambaye hii ni tume, huyu amepewa ithibati na tume tofauti na huyu? Mheshimiwa, pengine ufahamu tu, alikuwa hajafahamu, basi wakala akarudishwa ndani. Kwa hiyo walikuwa wanafanya si kwa kutokujua, ni kwa kujua. Na hiyo imetokea. Lengo ni kupunguza ile idadi ya observations ya mawakala wetu, kupunguza idadi ya macho, unaweza kusema ya umakini, sababu akiwa mmoja watamzonga. Na uchaguzi huu CCM, moja kati ya mbinu walizozitumia ni kwamba hivi vyama vidogo shikizi hivi vyote hivi ni kwamba wamepenyeza vijana wao. Kwa hiyo hivi vyama vimeuziwa, vimefanya biashara kubwa kwenye uchaguzi huu ya kuuza nafasi za mawakala. Sio, unaelewa vizuri yani, Sana kwa sana. sababu anakwenda wakala ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi, lakini anasimamia mgombea let's say wa chama XYZ ambacho si Chama cha Mapinduzi, si chama cha ACT. Kwa hiyo ndani ya chumba utajikuta kuna mawakala 10, 9 ni CCM, mmoja ndio ACT, na wote hawa linapotokea jambo wanaungana wote dhidi ya huyu mmoja. Ndio kilichokuwa kinafanyika, Naam. wanaungana kwa ajili ya kukandamiza haki. Utashangaa wewe, mawakala wanamkandamiza wakala mwenzao ili asipate haki zake. Mimi iko tukio moja la mawakala lilitokea siku ya tarehe 29. Wakala wangu alipoona hali inavyokwenda, presha ilimpanda, hakuweza kustahamili, akanita akanambia siwezi. Na bahati nilikuwa maeneo hayo ya kituo, akanambia siwezi, hawa watu wanavyofanya humu, I can't take it. Mambo mawili yatatokea hapa, either nitakufa mimi, nitaanguka kwa pressure, au nitamdhuru mtu. Kwa hiyo nikamuombea atoke.
Sasa utaratibu wa mawakala wa ZEC kunakuwa na mawakala wawili, Mhm. kunakuwa namba moja na namba mbili. Kama mmoja amepata tatizo, mmoja anaenda kumreplace. Sasa yule replacement yake hakuwepo wakati ule, alikuwa nje ya kituo, na baadaye akaja kanipa taarifa alianguka na pikipiki yake. Sasa nikamuomba wakala mwingine replacement, lakini wa chumba kingine, ni certified wakala, certified agent, lakini yeye wa jimbo hilo hilo, lakini wa eneo hilo hilo la kupiga kura, lakini wa chumba namba, let's say chumba namba 7. Mhm. Huku tuna tatizo la wakala wa chumba namba 9 kwa mfano, Mhm. ili ni aje tu huyu amshikie mpaka yule atakapokuja. Wale mawakala wote wa CCM na wa vyama shikizi wakakataa. Sasa naambia mnakataa nini nyie? Eh? Yani huyu ni wakala, ni certified. Hii habari ya chumba namba ngapi, ni chumba namba ngapi, ni assignment tu, lakini huyu ni wakala, ana sifa za kuwa wakala, kashakula kiapo cha kuwa wakala. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani walikuwa wame huu mtandao wa Ganga. kiharamia ulikuwa Mhm. umejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu hawapati haki zao. Naam. Twende matukio mengine, manake nimewahi kusikia pahala pengine kwamba binafsi wewe kama mgombea ulimshuhudia nadhani waziri au mtu ambaye ana nafasi kubwa katika serikali akiita wapiga kura haramu katika jimbo lako. Ndio, ndio, alikaa na nilikuja kwa wakati niko pale, ni vyanzo vyangu vya ndani ya Chama cha Mapinduzi vikaja vikanambia yule waziri mwenzio yuko pale, presence yake ni kwamba ana coordinate hilo kundi hilo nilokuambia, huo mzigo wa saa 9 huo ulikuwa unakuja, kwamba anakuja hapo anakuja kuhakikisha hiyo kazi anaisimamia yeye, na na mimi ndo nilichokuta kumwambia msimamizi wa uchaguzi, nikamwambia hapa kuna jambo hili na anayelisimamia yule pale, na kuambia kwamba hapa wakija hapa kitanuka patawaka hapa, na mimi nishaweka Na vijana wangu standby. na huyo waziri wenyewe, manake kama ni waziri, manake mliko pamoja katika baraza la mawaziri, kwa hivyo mnajua na usuko macho, Bila mnajua shaka, ndio nani ndio, waziri wa fedha ndo alikuwa pale, nani. Saada Mkuya. Yeye ni jimbo lake hilo. eh. Si jimbo lake, ndio jimbo ambalo amekuja kusimamia pale, kwa sababu Saddam Kuya si mara ya kwanza kuja Pangawe, na alikuja hata kabla ya uchaguzi kuja kusuluhisha makundi yanayokinzana ndani ya Chama cha Mapinduzi, na akaja pale akawa anazunguka na yeye, akaja kwa jina pale la observer, sijui wa taasisi gani sijui, lakini alikuwa anakuja kusimamia. Mimi nilipomwona nikamsalimia, nikacheka tu, nikamwambia dada, hata wewe unakuja kusimamia hii haramu? Akajibu, Ushafahamu? akajibuje? Aka Akajibuje? anajichekesha tu, ajibu nini? Naam, naam, Mm. naam. Kwa sababu muhimu kwa hizi iko sawa, kwa sababu tunavyosema kwamba jinai haifi. Pengine kuna siku kuna watu ambao watapaswa kusimama Kabisa kwenye mahakama ya kujibu kabisa kabisa uhalifu ambao umetendeka, na kama ushahidi upo wa kutosha kuweza kabisa kabisa kabisa, angalau kizazi chetu kijue kwamba kuna watu ambao walifanya uhalifu na sahihi kabisa kabisa uhalifu kabisa walikuwa aina hii na kabisa aina. Naam, kabisa. tuje sasa katika sehemu ya pili. Sasa kwa matukio yote ambayo umeyazungumza, je, wapiga kura ambao unawahesabu wana wapiga kura wako angalau, manake kila mtu ana haki yake ya kujiwa kisanduku akapiga kura yake, hata kama mwanzo alikwambia mimi ni mfuasi wako, lakini huenda akafanya maamuzi yake angalau tu kwa hali ya kawaida. Wapiga kura wako unawadhani wapiga kura wako walizuiwa kupiga kura au waliweza kupiga kura wote katika siku hizo? Kilichokuwa kinatokea, hakukuwa na tukio la wapiga kura wangu kuzuiwa kupiga kura, Naam. lakini kama ulivyosema kwamba kilichokuwa kinatokea ilikuwa overstaffing, kwa sababu siku ya tarehe 29 CCM walikuwa baada ya kuwapa hao watu vitambulisho, aidha mtu na kitambulisho chake au kitambulisho haramu, alikuwa anapewa signal, na kwa siku ile zilitumika kodi za aina 4 Mhm. za kuhakikisha kwamba akiingia huyo, akionyesha hiyo kodi, basi anapewa kura zaidi ya moja. Ya kwanza walianza kutumia kujikuna hivi, yaani wewe ukifika kwa msimamizi wa uchaguzi ukajikuna hivi kichwa, yeye anakutizama, ukijikuna tu hivi, basi anajua we ndiye, kwa hiyo anakupa kura, anakuchania.
na wale wasimamizi wa uchaguzi walikuwa wameshana kura wanaziweka, kitu ambacho ni kinyume cha utaratibu, kwa sababu kura huwezi ukaichana ukaiweka pembeni unasubiri Kabla mtu mtu aje. aje. Naam, naam. Kura unatakiwa uichane wakati mtu yuko mbele yako. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya, wanazikunja wanaweka pembeni, imekuwa kama mtu anatenga ubuyu hivi, anaweka Mafungu, anaweka mafungu. mafu, mafungu ya ubuyu. Kwa hiyo akija mtu anampa, anaingia zaidi. Mimi Sheikh Mohamed nimemkamata mtu, nimemwambia jamaa amepewa kura zaidi ya 15 na nikamfuta askari, nikamfuta msimamizi wa uchaguzi, nikamwambia yule pale kwenye kituturi pale kwenye kiboksi kile, nikamwambia yule ana kura 15, siendi pale mimi kufanya vurugu ya kulita lile box, siendi, lakini mimi nakuhakikishia kama wewe askari na wewe mtaenda, twendeni pale na mimi, yule nakuhakikishieni wallahi wa billahi ana kura zaidi ya moja. Na nikamwambia nazungumza kwa sauti na yeye mwenyewe ananisikia, yule alikuwepo pale ananisikia. Na kipindi chote Mwashe Mohamed, wakati tunakaa pale mimi nazungumza na askari, yule jamaa hajatoka kwenye kile kituturi. Atokeje? Aje kuzitia vipi? Mpaka kanisubiri mimi nimeondoka. Na nikamwambia tu kubwa, niliwaambia, nikamwambia sikiliza, kama na nikamwambia na yeye sasa, bwana wewe ulikuwa kwenye kituturi, kama unayofikiri hicho unachokifanya ni haki yako, basi hiyo haki ikakusaidia akhera. Ndio ujumbe nilomwachia. Na kama unaamini si haki yako, unachokifanya ni kinyume na haki, basi hiyo dhulma nayo ikakusaidia huko unapokwenda akhera. Basi ndo nikamwambia mimi naondoka. Yule bwana alikuwa nimeshika hiyo situation, lakini pia nimekuta situation ambayo mbali ya hao watu kupewa kura 5 5, watu kupewa kura nyingi nyingi, kutokuchorwa kwenye kutotoa wino, anatoka mtu anachorwa na makapentu hivi, akitoka ameshamaliza anarudi. Matukio ni mengi sana Sheikh Mohamed. Sasa nakupa mkasa wa matokeo ya kura. Umeniuliza kuhusu wapiga kura na nini na nini. Jimbo la Pangawe, mkasa wake mmoja kati ya mikasa mikubwa sana ambapo sijui wewe, najua brother ni mwenyeji wa mambo ya uchaguzi, ushakaa hapa nyumbani. Jimbo la Pangawe, matukio tulipokuja kuyapata, certified result, uchaguzi wa mwakilishi, voters turnout waliojitokeza kupiga kura ni 18,000 na kama 30 na kitu, kati ya wale 19 na sawa 18,000 na kitu ndo tunaambiwa wamejitokeza kupiga kura. Sasa ukichukua matokeo ya mbunge wa jimbo la Pangawe ambaye kura zimepigwa kwenye vituo hivyo hivyo, mbunge certified result inasema voters turnout kwenye uchaguzi wa mbunge, voters turnout sio alizopata waliojitokeza kupiga kura ni 15,000. 3,000 hawapo, 2,900 na kitu hawapo. Sasa unajiuliza, ni either kuna watu wamenyimwa kura ya mbunge, walikwenda kituoni hawakupewa kura ya mbunge, au kuna watu walipewa kura zaidi walipokwenda, ndo mwakilishi akazipata hizo 18, au idadi ya turnout ya mwakilishi ikapatikana hiyo 18. Sasa hii difference, unaweza ukawa na difference ya kura 3 4 recorded, labda mtu aliovaluki hakumtiki mtu, au sivyo? Inawezekanaje 2,900 na kitu? Nilikuuliza swali hilo, ndio maana nikakuuliza swali la mwanzo ili kuhusu NEC na ZEC, kwa sababu ninavyofahamu ni kwamba kwa ilivyo, sijui kama wewe ni mwanasheria, wewe ndio mwanasheria, kwa ilivyo kwamba ZEC ni wakala wa NEC kwa Zanzibar, na kwa hivyo maana yake ni kusema kwamba hata zile kura za NEC wanatumia daftari moja. Yes, ndio hiyo. Wanatumia daftari moja, NEC hana daftari lake. Ndio hilo sawa. Kwa hiyo unaporekodi voters turnout kwenye uchaguzi huu, idadi kwenye jimbo ya chaguzi zote lazima ifanane. Naam, ndio swali langu lilikuwa hilo. Wanaweza kutofautiana kwenye ya uraisi, kwa sababu kuna watu wanapiga kura ya uraisi wana sifa moja na hawa wana vyumba vyao, lakini mbunge na mwakilishi hawezi kutofautiana. Maana mtu hawezi kuqualify kuwa na sifa ya kumpigia mbunge akakosa sifa ya kumpigia mwakilishi. Sawa sawa. Kama huyu amefikisha sifa, amekuwa na hiyo, atakuwa nayo tu ya mwakilishi. Ndio eneo jimbo hilo hilo kabisa.
kabisa. Eh? Sawa sawa. Sasa Sawa sawa. vipi, swali ambalo unajiuliza, voter turnout ya ZEC ina tofauti at that difference 2980 na kitu. Mohamed, nani mkweli nani muongo kati yao hawa? INEC au ZEC. Na ingawa ndio hiyo vitendawili vya uchaguzi wetu, kwa sababu tunakumbuka mwaka 2015 wakati jeshi anafuta uchaguzi ambao Eh, wamesema na hitilafu, lakini wakati huo uchaguzi umekwenda siku moja na wa NEC. Wa NEC eh, haukufutwa, ukafutwa tu ukafutwa wa ZEC. wazeki Ndio hicho kitu, mbona nika swali pale mwanzoni kabisa ambapo linaleta kabisa vitendawili hivi ambavyo vina kabisa, majibu ya kuchekesha kwenye mfumo wetu. sahihi kabisa. Tuje sasa katika upande mwingine wa pili, tumeshia katika upande wa kisheria sasa. Mhm. Najua ukiwa kama mwanasheria mkuu wa chama chako mmefungua kesi mahakamani kuhusu masuala haya ya uchaguzi, vitu kama hivyo. Sitaki kuingilia Ndio. upande wa masuala ya kisheria kwa kesi ambayo iko mahakamani, si jukumu letu, lakini tu Mm. nazungumza suala la kimaadili katika sheria, katika mfumo wenyewe wa sheria, kwamba laiti kama ingelikuwa sheria inafuatwa, sheria nchi inafuata mfumo wa kisheria, haya ambayo ameyazungumza hapa Omar hata yasingelifikiria kwamba anaweza kutokezea, si ndivyo? Sahihi kabisa, sahihi kabisa, kwa sababu kama unafata sheria, Mm. haiwezekani mtu mmoja apige kura zaidi ya moja, kwa sababu Naam. sheria inataka kwanza uwe na utumie kitambulisho cha kwako. Sasa kama unapokuwa unafika mahali mtu anaweza kwenda kituoni na kitambulisho kisichokuwa cha kwake, maana yake ile chaguzi useme huu ni uchaguzi. Lile swali lako la mwanzo unaniuliza, Naam. ni lazima uwe na mambo walau matatu, standard tatu Mm. nazoweza kuzisema: uwe huru kwa maana ya free, hauna intervention za vyombo vingine, influence, yani wale wasimamia waliopewa dhamana ya kusimamia uchaguzi wasiwe na influence ya watu ambao hawana dhamana ya uchaguzi. Kwa hiyo Mm. wasimamie kwa uhuru na watangaze kile ambacho ndo kimetokea, lakini uwe wa haki, kwa maana haki, kila anayestahiki kupiga kura apige, kila asostahiki kupiga kura asipige. Mm. Lakini uwe wa haki kwa maana ya treatment ya wagombea, treatment ya mawakala, treatment ya wadau wote wa uchaguzi iendane kwa mujibu wa haki wanazostahiki. Kama mgombea wa chama A anastahiki haki hizi na mgombea wa chama B naye anastahiki hizo hizo, on the fact kwamba wote ni wagombea, na kwenye uchaguzi hakuna kwamba mgombea huyu alikuwa mwakilishi, mgombea huyu ni mpya, mgombea huyu ni wa chama kidogo. Wote kwa vile ni na hiyo ndo haki, Mm. they must be treated equal. Kwa hiyo free, fairness tunaposema kwa mtindo huo, lakini vile vile uwe credible, wenye kuaminika. Unaweza ukajenga imani. Imani inajengwa vipi? Kwenye mifumo ya usimamizi, kwenye mifumo ya uendeshaji. Kama tunasema tunatumia BVR, biometric voters registration, lakini inawezekana akaja mtu kupiga kura kwa kutumia kitambulisho asichokuwa cha kwake. Inawezekana akaja mtu akapiga kura mara mbili, manake hapa hapaaminiki. Hii Mm. mifumo yote haiaminiki. Lakini unayaamini vipi hichi kilichotokewa kwamba ni matokeo, ikiwa ile principle ya universal suffrage, adult universal suffrage wanaita, sijui kwa lugha ya Kiswahili niitumie nini, ya kwamba one person one vote, one man one vote, haiwezi kuapply. Huu uchaguzi hauwezi kuaminika, kwa sababu kinacho Waingereza wanasema garbage in garbage out. Naam. Ukitia taka utatoa taka. Gigo naita lugha, Eh? ni lugha kompyuta hiyo. Gigo naita Eh. gigo, Sijui Gigo. umeelewa. Yeah, garbage in garbage out. Giga, Gigo. gigo. Yeah. Mm. Sasa kama umetia kura 5-5, haiwezekani ziakis matokeo, sauti za watu. Kama mmoja anapiga kura moja, mwingine anapiga kura 5, ile principle ya universal suffrage haipo. Maanake kama tunashinda, na kilichotokea Sheikh Mohamed, nikwambie, jimbo la Pangawe
Mm. za ndani ambazo tunazo, taarifa za uhakika tunazo. Kulifika mahali kukawa na ugomvi baina ya mgombea uwakilishi na mgombea ubunge. Kwa hiyo walichokuwa wanashindana sasa, wanashindana nani atapata kura nyingi. Kwa hiyo kila mmoja anatumia vyanzo vyake na njia zake kuhakikisha makundi anayoyaleta yanampigia yeye, na ilifika mahali hawa mabwana wakawa wanapigana majungu wenyewe. Taarifa tulizokuwa nazo kwamba mbunge anawaambia wafuasi wake, nipigieni mie, mwakilishi mpigieni wa ICT, na Mm. mwakilishi naye anasema nipigieni mie, mwakilishi mbunge mpigieni wa ICT. Na ukiconnect dot ndio unaona hizi kura wanatofautiana wao Ala. wenyewe. Mm. Mm. Lakini sasa hiyo Omar, itakuwa inajibu ile swali lako la awali, kwa nini mpaka panayo tofauti kwamba basi ni kweli kura zimepigwa, lakini kuna hiyo hali ya kwamba 2,000 au 3,000 au 2,000 zilizobakia hawakumpigia kura mwingine kwa sababu ya hiyo mgogoro. Swala si kwamba hawakumpigia kura Mhm. Sheikh Mohamed, swala hizi kura 18,000 na 13,000 sio alizopata, Okay. ni toto, ni tano of, nini turnout. Sorry. Kwa hivyo hata wao ushindi wao pia huo uliotangazwa unao pia Of umetofautiana. course, of course. Sasa mimi sina shida na ushindi wao, Mhm. ushanifahamu siji, Eh, sina shida na ushindi wao. uliotangazwa. Shida yangu voter turnout. Unajua wanaweza kutofautiana kwenye idadi ya kura alizopata mbunge na mwakilishi. That's Mhm. not a problem. Hata mie Mhm. ningeweza kutofautiana labda na mbunge wangu, Naam. kwa sababu mwisho wa siku mpiga Kuna mapenzi ya kura mtu. anachagua mwenyewe, ana choice yake. Ndo Naam. uhuru wenyewe huo tunaozungumza, au sivyo? Nimekuelewa. Lakini turnout inatofautiaje? Okay, nimeelewa point yako. Nimeelewa point yako. Kwa hivyo swali langu la kimaadili kwenye Kwa hiyo sheria ni walipokuwa hili. wanashindana zamani kidogo, Naam. walipokuwa wanashindana sio kwenye nani mpigie nani, nani anaweza kuleta makando kando mengi kuliko mwenziwe. Nani naye anaweza kuwa juu chari zaidi kuliko ni mwenzake. Ehe, ndo ushindani wao ulipokuwepo. Sawa sawa kabisa. Haya, nasimamia swali langu la msingi kuhusu sheria lilikuwa linahusu maadili na umelijibu vizuri kwamba kuna sifa tatu ambazo za kimaadili katika sheria ya uchaguzi: credibility, fairness pamoja na hiyo Free, usawa. Kuwepo haki, uhuru, no, uhuru, usawa, uhuru, mm, kuwepo uhuru, kuwepo haki na kuwepo kuheshimika kwa uchaguzi wenyewe. Na hili ndio kuaminika, linakuja sasa credible. katika swali langu la pili. Swali langu la upande wa pili wa swali langu ambalo linahusu hiyo sheria, maadili katika sheria. Ikiwa hivyo ndivyo hali halisi ilivyo, mara imetokezea hapa kufuatwa sheria tangu mwanzo mpaka mwisho, kwa mujibu wa maelezo ambayo umenipa na nimepata pia kwa wengine katika mfululizo huu wa kilichojiri Oktoba 2025. Sasa kwa nini Omar, mnapoteza muda wenu na pesa zenu kwenda mahakamani mkijua kwamba ah, Maanake swala la kimaadili na kuuliza hivi kwamba unajisikiaje kuwa mwanasheria katika nchi ambayo haifuati sheria? Swala hili Sheikh Mohamed, ningeweza kuulizwa hata kama nisingekuwa mwanasheria wa ACT Wazalendo, Najua. na angeweza kuulizwa mwanasheria yoyote yule Zanzibar, Naam. kwa sababu sheria kutokufuatwa haziachwi kufuatwa dhidi ya chama changu tu. Katika mazingira mengi sheria Mengi. Naam. zinaacha kufuatwa. Kwa Naam. hiyo lakini bado mimi naamini kwamba sisi tusiingie kwenye mtego. Kuna sheria zipo, kuna watu hawazifati sheria. Sisi tusiingie kwenye mtego wa kuzisusa sheria, sisi tuingie kwenye mtego wa kuendelea kuziheshimu sheria na kuendelea kupiga kelele wengine waziheshimu, kwa sababu tungekuwa tuna nchi ambayo haina sheria. Sheria zipo, tatizo letu kubwa ni watu kutokuzifata sheria, kupiga kando, kuzipiga teke sheria. Sasa kazi yetu sisi ni kuzipigania sheria. Tunapopigania utawala bora, tunapigania na utawala wa sheria pia. Sasa ikiwa tunapigania utawala wa sheria, hatuwezi kuacha kufata misingi ya sheria inavyotaka. Sisi tutaendelea kufata, na ndio maana sisi hatukufata hata kwenye uchaguzi, ukiacha kwenda mahakamani kwenye ule uchaguzi wenyewe. Ndio maana sisi hatukuchukua njia waliochukua wao.
ya kupeleka watu wakapiga kura mara 5 5, sababu hatushindani kwenye kuvunja sheria. Upande mmoja utavunja sheria, upande mmoja utaelekeza sheria inavyotaka, kwa sababu ikiwa na sisi tutachukua njia za kuvunja sheria au kutokuziheshimu sheria au kutokuzifata sheria, tutakuwa hatuna tofauti na wao, na ndio wajibu Naam. wetu, na ndio jambo tunaloliona kwamba ndio la wajibu kwetu. Kwa hiyo tutaendelea, lakini la kwanza. La pili, ikiwa tunaamini sisi tunakwenda mahakamani si kwa sababu tuna imani na mtu au aliokuwepo mahakamani au atakayesimamia kesi. Msingi wetu wa kwenda, tuna imani na taasisi, chombo kiko kikatiba na tunakiheshimu. Tusipokiheshimu leo, Sheikh Mohamed, hatuwezi kukiheshimu kesho. Kwa hiyo, na mimi wito wangu ni kwamba tunakwenda kwa sababu sisi ni waumini wa sheria, waumini wa katiba. Tunafata kwa sababu vyombo hivi vipo, hakuna njia nyingine. Siku tukiacha kuviacha hivi, maana yake bila ya shaka itabidi tu resort kwenye njia isiyokuwa ya kisheria, ambapo Majibu. hilo linahitaji. Lakini ukisema ufate njia ya kisheria, hivi ndio vyombo tulivyokuwa navyo, hii ndio katiba tuliokuwa nayo. Tuna wish ingelikuwa tofauti, tunatamani ingekuwa tofauti, tunatamani ingelikuwa mazingira yako tofauti, lakini haya ndio tuliokuwa nayo na tutakwenda. Lakini jambo la pili nataka kulisema, nataka hili vizuri watu walielewe, kesi za namna hii hatuendi mahakamani kwa sababu tu tunataka kushinda. Hizi kesi zinaitwa za kimkakati, strategic litigation kwa jina jingine, au kwa muktadha mwingine. Tunakwenda mahakamani kwa sababu ndio platform pekee ya kuexpose, kama tunavyozungumza hivi, tunaweka rekodi kupitia gumzo, na mahakamani tutaweka rekodi kupitia precedent na korti wanasema mwenendo wa kesi, tutaziweka rekodi mahakamani kwamba haya yalisemwa mahakamani. Kwa hiyo Naam. hatutaki kuishia kuweka rekodi kwenye gumzo tu, lakini tunataka kuweka rekodi kwenye court precedent za mahakama, iandikwe kwenye mwenendo wa kesi, iandikwe kwenye hukumu, hata kama hukumu haitatupa ushindi. Naam. Ndo najua kwamba nyinyi wanasheria tawi lenu ndo tawi la kifalsafa, you are being you are being too philosophical, mnakwenda katika falsafa, mnazungumzia kuhusu vipi mambo yanatakiwa yawe na sio vipi mambo yalivyo, mnaenda katika upande wa vipi mambo yanatakiwa yawe, lakini bado tena swali la kuja. Nakumbuka nilipokuwa, labda ndio maana sikuwa mwanasheria katika maisha yangu. Nakumbuka nilipokuwa ninasoma taasisi, niliandika shairi Hofu ya Mwivi, ambayo nilisema kwamba maelezo yake si beti zake zilivyo, kwamba mwizi kawaida yeye haogopi kushtakiwa mahakamani, kwa sababu okay, mahakama ni kama vile chumba cha kwenda kupitisha muda tu, hata kufungwa pia jela wake pale pa kujinoa. Mwizi hasa anaogopa kuibiwa, nachokiogopa na wewe, kwa sababu nyinyi wanasiasa, kwa sababu ni wanasheria pia, nadhani kwamba ukiiba kama hivyo yeye, hatuko tofauti na yeye sisi. Unacho unacho Sisi hatutamuibia mwizi, kwa sababu tukimuibia mwizi tutakuwa na sisi wezi. naam, 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 naam. Kwa hivyo Omar, tunakaribia mwisho mazungumzo yetu, lakini kwa nukta ya mwisho kabisa ambayo nitaka kumwacha nayo mtazamaji wetu hapa wa Gumzo, wakati tunaweka rekodi kumbukumbu ya kilichojiri 2025 Oktoba, ni kuhusu mustakbali. Sasa najua hauwezi kuamua kesho yetu itakavyokuwa, wala huwezi kuikisia, lakini angalau kwa jicho lako la uzoefu ulionao katika mifumo umekuwa ukifanya kazi, mifumo ya utawala, mifumo ya kisheria pamoja na mifumo ya kisiasa ambao umo hivi sasa, unaiangalia Zanzibar baada ya hapa? Kuna serikali ya umoja, manake kuna nukta nzima ambayo inahusiana na maridhiano na serikali ya umoja wa kitaifa, ndio hasa nitaka kuizungumzia katika suala kama hili. Unaangalia Zanzibar katika muktadha huo? Tukiangalia hatma ya Zanzibar kwa muktadha huo wa serikali ya umoja wa kitaifa, mimi nasema serikali ya umoja wa kitaifa hapa kwetu ina nyakati ngumu, kwa sababu bado ina upinzani mkali, na haya yote yanayofanyika, lengo hasa ni kuiondoa hii serikali ya umoja wa kitaifa. Unaweza ukaona watu wanatoa wito wa kuendeleza serikali ya umoja wa kitaifa, lakini si lengo lao, kwa sababu serikali hii
ilikuwa unajua, mpaka ilipofika mahali watu wakaiweka hii serikali kwenye katiba, kwa Mhm. sababu kumeshakuwa na settled environment, mazingira yaliyokuwa yashajengeka, well grounded, well founded, ya kwamba haya yataendelea hivi kwa muda mrefu, na ndiyo maana ikawa resorted ikawa kwamba hatima yake inabidi tuyaweke kwenye katiba. Kama ingelikuwa chaguzi za Zanzibar, matokeo ni kama haya tunayoaminishwa katika miaka hii miwili, hizi chaguzi mbili tatu zilizopita, ya mtu kushinda 70%, na mimi na hakika kusingekuwa na haja ya serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu tusingekuwa special, kwa sababu hata bara watu CCM walikuwa wanashinda kwa asilimia 60, na wanashinda kwa asilimia 70, na kwa nini hawakwenda kwenye serikali ya umoja wa kitaifa? Ilikuwa sasa, leo anapotokea mtu anapotaka kuaminisha kwamba mazingira ya kisiasa yamebadilika, yamefika kuwa ni division ya kikura, kiuchaguzi ni asilimia 75, robo tatu. Lengo si hii ya matokeo, lengo ni kutaka watu tuyaone haya ndo ya kawaida, ili yahalalishe hoja ya kuondokana na serikali ya umoja wa kitaifa. Ndicho Mhm. ninachokiona mimi. Naam. Yaani mkakati ni wa muda mrefu zaidi, kwamba kile kilichokuwa kina kinaonekana kuwa ndio kimejenga haja na hoja ya kuwa na GNU hakipo tena, kwa sababu kama jamii ilikuwa inakuwa divided Ipasua chache. kiuchaguzi, Mhm. Kweli. ilikuwa divided kiuchaguzi kwa asilimia 50, kwa 51 kwa 49, 52 kwa 48, it's no longer the case. Kwa hiyo tumi naiangalia hii kama mkakati wa muda mrefu, kwamba tumeanza, najua wewe, tulianza hapa uchaguzi ulipofutwa, alikuja Dr. Sheni, kaa 70 na ngapi sijui, ile ulipofutwa ule wa marudio ule, Mhm. and then baadaye Dr. Mwinyi katika awamu yake ya kwanza ikaja asilimia 70 na kitu. eh, Sasa hivi asilimia 74 inajengwa, kunajengwa mazingira. Nadhani katika ule unaoitwa uchaguzi wa 2020 Mwinyi aliyatangazwa zaidi ya asilimia, kwa sababu nadhani kumbe upande wa ACT walitangazwa chini ya asilimia 20. Sisi tulikuwa asilimia 19, Sio sasa. sisi tulikuwa asilimia 19, ndio nasema asilimia kama Tuko 79 hivi, 78 hivi, 80. 70. Mm. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba kucheza na hii 70 na hii tumii na itafsiri kama ni mkakati wa muda mrefu. Zikipita chaguzi tatu hapa, matokeo yakitengenezwa namna hii, itakuja kuibuka hoja kwamba kwani nije ile, hebu turudi kile kilichotufanya tufanye GNU, si ilikuwa ndo hiki, kwa sababu ya nusu kwa Mm. nusu. Lakini sasa Mm. hivi sisi tunatofautiana gani na bara au na mataifa mengine? Mtazamo wangu na utizama kwa namna hiyo, maana tusidharau hii ni si bahati mbaya, inatengenezwa ili lionekane jambo la kawaida. Lengo hasa, naamini Chama cha Mapinduzi na watu wake wanataka wa get away with GNU kwa njia hii. Hichi ndo ninachokiona. Kwa hiyo Mm. wanajaribu ili lionekane jambo la kawaida. Kesho ukija ukisikia CCM wamepata asilimia 85, ukipata, yani wanacheza, wanakwenda gradually, ili Ndio. useme sasa hivi utakuja uchaguzi hapa, watakuja kuaminisha watu upinzani umepata asilimia chini ya 10. Hii ndio naiona. Kwa hiyo naiona hatari hiyo. Naam. Kwa hivyo ni kando pia ya kufa kwa demokrasia, ni pia kufa kwa Mm-mm. azma ya nchi. Azma ya nchi ndio ninachokiona kinajengwa as a long term project, ndio kinachojengwa, sababu huoni maki. Unaweza ukasema tulikuwa nasema hivi kwa sababu gani? Nasema hivi kwa sababu washeni tuliambiwa kwamba kwa sababu upinzani hawajashiriki, kwa hiyo it was justifiable kupata vile alivyopata. Mhm. Wa 2020 Hapakuwa na kulikuwa na uchaguzi. narratives zinasemwa kwamba
Magufuli factor, Magufuli factor, Mm. au sivyo? Naam, Ndio naam. zilikuwa zinajengwa kwamba Magufuli tu huyo, mengine mambo hayatakuja kutokezea. No, it was not Magufuli. Sasa hii Magufuli kashakufa, lakini angalia kilichotokea bara, angalia kinachotokea hapa. Ni nani? Kabisa. Mm, Uko sahihi. Naam, asante. mm, Wallahi umenipa analysis ambayo sikuwa kichwani mwangu imekaa muda wote. Kwa hakika mm, nikwambie. mm. Uh, Yeah. sikuwa mimi nimeona hii picha pana ambayo imeileta kwamba si swala la demokrasia, swala la azma ya nchi ambayo iko hatarini. Swala la azma ya nchi Naam. na ili watakaoleta hoja ya kuondosha GNU wanajengewa msingi. I'm telling you, tupo, Mwenyezi Mungu atuweke Sheikh Mohamed, lakini hofu yangu mimi ni hiyo kwamba unajengwa msingi hapa, ni long term project. Sheikh Mohamed, hawa watu hawafurahi sisi kuwepo kwenye serikalini. Mimi I can tell you Ni kweli. si jambo na si lengo lao kujenga huu umoja wa, na ndio maana hawawezi kuushusha huu umoja wa kitaifa huko chini ambapo ndio ilitakiwa uwepo. Uende. Hawana hii azma, sababu they want to benefit from the situation, wanataka kunufaika kutokana na hii hali iliyokuwepo. Sasa wanatengeneza picha kupitia hilo hilo sanduku la kura hilo, kwamba hii ndiyo hali. Naam, mtazamaji wangu ni Omar Said Shaban, huyu mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, na mwanasheria kwa fani yake, si mwanasheria tu kwa sababu ana nafasi ya kisiasa kwenye chama cha kisiasa, lakini pia alikuwa mgombea kwenye uchaguzi uliopita wa 2025 Oktoba 2029, na hapa tumekuwa tukizungumzia kuweka kumbukumbu sawa katika wasaa huu wa kilichojiri Oktoba 2025 kwa jicho la wale ambao walikuwepo field, walikuwepo katika eneo la uchaguzi tokezea, yeye akiwa shuhuda, miongoni mwa mashuhuda wa uchaguzi huu. Omar, nakushukuru sana kabisa, na kwa mara nyingine nakutakia kheri katika mapambano haya. Asante sana brother Mohamed, na mimi nakushukuru sana. Kwa muda tumepiga gumzo la kutosha leo, na inshallah tutazidi kuwasiliana. Nime Asante. nimechukua muda wa watu hapa, wenyewe wanatazama hapa. Naomba radhi. Shakuombea radhi, Naomba inshallah radhi. tuko pamoja inshallah. Haya, asante. Shukrani basi Asante, mtazamaji wangu, shukran wewe sana. pia endelea kuwa nasi hapa kila wakati Adhim, kuangalia adhim. matukio haya, kwa sababu ni muhimu sana kwa ajili ya tarehe ya nchi yetu na kwa ajili ya Mm. azma ya taifa letu. Assalamu alaikum Naam. warahmatullahi wabarakatuh. Haya, asante kake.